Tuzo ya Kiswahili Safari ya Fasihi ya Afrika ni jukwaa la waandishi wote kudhihirisha vipaji vyao vya fasihi, wawe waandishi wachanga hata wale waliobobea. Jina langu ni Edwin Omindo, mwalimu na mwandishi wa Kiswahili. Mimi ni mwalimu katika shule ya daraja ya awali ya sekondari ya Humuseno na pia mwandishi wa kazi za fasihi ya Kiswahili. Na mimi ni mshindi wa mwaka 2024 wa tuzo ya Safari ya Fasihi ya Afrika kwenye kitengo cha hadithi fupi, ambapo niliwasilisha mswada wangu wa Mungu Wadanganywa na hadithi nyingine, nikawa mshindi wa kwanza. Mimi nimeandika kazi nyingi ambazo nyingi ingali miswada iko katika mashirika ya uchapishaji, lakini kufikia sasa nafikiri nimechapisha kazi 7. Hii tuzo ya Safari ya Fasihi ya Afrika nilijua kupitia kwenye kusakura kwangu kwenye mtandao wa YouTube. Siku moja nilikuwa napitia tu zile video kuhusu Kiswahili, alafu nikatangamana na video fulani ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu mahojiano ya baadhi ya washindi awali wa tuzo hii, ambapo kuna huyo mwandishi Mohamed Helefu Gassani wa Tanzania alikuwa akimhoji Samuel Ana Mayanza ambaye alikuwa mshindi wa riwaya wa kwanza kabisa wa tuzo hii ya Safari. Kwa hivyo nikafuatilia yale mashindano, nikaona anahusu Kiswahili, na mimi kwa vile ni mpenzi wa Kiswahili nikawa nimetekwa na mazungumzo yale. Nikaanza kujiuliza, na hii tuzo Safari ni tuzo gani? Nikaanza kufanya utafiti kuihusu, nikapitia baadhi ya miaka kadhaa ambayo watu wengine pia walikuwa wameshiriki na kushinda. Nikasema hata mimi pia ni mwalimu wa Kiswahili, na mimi pia ni mwandishi wa Kiswahili, na mimi pia ni mpenzi wa Kiswahili. Kwa hivyo naweza pia kujaribisha angalau nione kama naweza kuibuka na ushindi. Kwa hivyo nikashiriki kwa mara ya kwanza mwaka 2021 nilipowasilisha mswada wangu wa riwaya. Alafu baada ya hapo pia nikaendelea kuwasilisha miswada mingine. Kwa hivyo mwaka wangu wa kwanza ulikuwa 2021, sikufanikiwa. Nikawasilisha mwaka 2023, nikaingia kwenye orodha fupi ya waandishi 8 bora na mswada wangu wa hadithi fupi mtoto wa mama na hadithi nyingine. Alafu sikufanikiwa pia kushinda tuzo, lakini pia sikufomoa, nikajaribisha pia mwaka 2024 nikawasilisha mswada wangu wa Mungu Wadanganywa na hadithi nyingine, na nikafanikiwa kuwa mshindi wa kwanza wa hadithi fupi katika kitengo hicho, na nafurahia kuhusu na namshukuru Mungu kwa hilo pia. Kilichonipa hamasa na ile motisha ya kuwasilisha hii kazi, kwanza nimekueleza mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Pili, mimi si mwalimu wa Kiswahili tu, bali pia ni mpenzi na shiki wa Kiswahili. Kwa hivyo na pia mimi ni mwandishi na napenda kuandika. Kwa hivyo kile Kiswahili changu nakijaribisha katika uandishi, na nikaona kwamba sasa mimi nitakaa tu na hiki Kiswahili changu, ili hali wale ambao wanashinda ni waandishi kama mimi, na mimi najua Kiswahili changu ni kizuri. Nikajaribisha, alafu majaliwa yake Mola nikashinda tuzo. Nakumbuka mwaka 2023 nilipowasilisha mswada wangu wa mtoto wa mama na hadithi nyingine, niliingia kwenye orodha fupi ya waandishi 8 bora. Kwa hivyo baada ya hapo jina langu likaanza kujulikana, nikaanza kutambuliwa na ule ulimwengu wa Kiswahili. Hapo nafikiri mwaka uliofuatia 2024, kutokana na ile tuzo kuingia kwenye ile orodha fupi, nikaitwa kwenye tamasha ya Kiswahili ya iliyokuwa ikifanyika Nairobi Lit Festival. Nikawa nimeitwa pale kama miongoni mwa wale waandishi chipukizi kuhamasisha waandishi wengine ili waanze kushiriki, wahamasike kuandika kazi za Kiswahili. Alafu pia wakati huo pia nikapata fursa pia ya kipekee kuhojiwa na shirika la BBC pia kuhusu uandishi wangu, na pia kuhusu kule kuingia kwenye orodha fupi kwangu. Na baada ya hapo mengi yametokea. Kwanza nimetambulika katika ulimwengu wa Kiswahili, nimekuwa nikiombwa miswada hapa na pale. Kufikia hapo tangu nishinde hiyo tuzo nimeshachapisha vitabu 4 tayari, na vingine vingi viko kwenye masoko, viko kwenye mashirika ya uchapishaji. Nashukuru Mungu hadithi yangu moja wapo iko kwenye inafanywa kama kitabu teule kwenye shule za sekondari ya juu, yani senior school. Hadithi yangu moja ambayo inaitwa Kipenda Choro iko kwenye mkusanyiko unaitwa Kishacha Mulungula na hadithi nyingine, na hiyo ni duana ambayo inasomwa katika sekondari ya juu grade ya 10 hadi 12, na ni kitabu teule. Kwa hivyo
Unaona, baada ya hiyo tuzo mengi yametokea. Alafu sasa waandishi wengi pia wamekuwa wakinitangamana na mimi wakiniulizia ushauri wa hapa na pale. Ni kama nishakuwa gwiji hata kama sijakuwa gwiji tayari. Haya mashindano ya tuzo ya Safal na hizi tuzo nyingine ni muhimu kwa waandishi wachanga, kwa sababu utagundua kwamba kuna waandishi wengi sana ambao labda hawajachapisha kazi zao na vipaji, lakini hawajapata jukwaa la kuonyesha ulimwengu kwamba wanaweza kuandika. Na utapata kwamba baadhi ya mashirika mengi hayachukui kazi za waandishi ambao labda yana ile shaka ya kuchukua kazi za waandishi ambao labda hawajachapisha, kwa sababu ya kuona kwamba labda hawajafikia ule ubora ambao unahitajika. Kwa hivyo utapata kwamba waandishi wengi wakishiriki katika mashindano kama haya, wakishinda tuzo kama hizo, utapata kwamba hata kama uko umechapisha kazi yoyote, utapata watu wanaamini kwamba kumbe huyu jamaa anaweza kufikia pale. Watapata zile nafasi za kupewa fursa za kuandika na kuwasilisha kazi zao kwa uchapishaji. Kwa hivyo ni jukwaa zuri sana la kutangaza mwandishi mchanga ili aweze kushiriki katika uandishi na kuwasilisha kazi zake na ziweze kuchapishwa na kukubalika. Kuna baadhi ya waandishi ambao labda wana mtazamo hasi, hawataki kuwasilisha kazi zao kwenye hizi tuzo. Kwanza nimetangamana na wengine, utapata kwamba wengine wanashaka, wanahisi kwamba mashindano labda ni ya watu fulani tu, labda hiki Kiswahili ni cha Watanzania tu, ushindi wengi umekuwa Tanzania tu. Kwa mimi nitaka kutoa ile dhana, mimi ni Mkenya na nimetoka kwenye eneo dogo sana mashinani na nimeshinda tuzo. Kwa hivyo nafikiri mimi ni kielelezo cha waandishi ambao, kielelezo cha kuhamasisha waandishi wenzangu hasa wachanga kwamba mashindano haya wanafaa washiriki na wanaweza kushinda, na tuzo ya Safal haina upendeleo wote, na majaji wanaangalia ubora wa kazi na wala si mwandishi wa hiyo kazi. Iwapo wana kipaji, wapo wameandika kazi nzuri, watapata tu ule ushindi na wala hakuna upendeleo wote ule.